Mimi naitwa Rai Salum Shamte, ni mjumbe wa mtaa wa Mkwajuni Vijibweni. Mimi nimepigiwa simu na watu kama huyu mzee Samu anatolewa hapa, anatolewa vitu na mabaunsa, lakini taarifa yoyote sina, wala barua sijapewa. Kuhamishwa kwa leo sina taarifa. Kwa majina naitwa Mwali Samu Msabira, ni mtoto wa mwenye eneo hili pamoja na nyumba yote ya makazi haya. Tukio hili limetokea leo siku ya Ijumaa. Tukio hili ilikuwa ni kesi ambayo ipo mahakamani baina ya babangu mimi na mtu ambaye wanagombania eneo hili. Babangu aliishi hapa na aliinvesti karibia miaka 25 iliyopita au 27, ambapo walikubaliana na huyo mtu. Lilikuwa ni shamba, eneo kubwa sana. Wakakubaliana, eneo likauzwa na yule mtu katika eneo lake alikuwa akichukua pesa. Wakakubaliana katika eneo hili lililobaki ambalo babangu mimi ndio amejenga nyumba karibia 6, alimwachia na wakawa na makubaliano kuwa ile eneo ni lako. Babangu amejenga, ameinvesti kwa kipindi cha miaka 25. Baada ya Kigamboni kuwa ina thamani, yule mtu amerudi tena na kumdai babangu na kusema kuwa ile eneo ni lake. Kesi ikaenda mahakamani, ikaanza mahakama ya kata ya chini, ikashindikana, ikaenda katika mahakama ya wilaya. Katika kipindi hicho kesi hii haikuwahi kusikilizwa, japo ilikuwa inaenda mahakamani. Haikusikilizwa kwa sababu gani? Haikusikilizwa kwa sababu kila ilikuwa ikienda mahakamani, kesi inatolewa, inaonekana muda wake umechelewa. Lakini tukaja kugundua wakili wetu ambaye alikuwa akisimamia hii kesi ndio alikuwa akikosea. Alikuwa akichelewesha makusudi ili kesi isiweze kufika mahakamani ikasikilizwa kwa wakati. Kwa hiyo kila kesi ilipokuwa ikienda mahakamani ilikuwa ikishushwa chini mpaka hapa ilipofikia. Kesi hii haijawahi kusikilizwa, lakini babangu mimi ana haki zote za msingi kwa sababu ni mmiliki. Miaka 25 amewekeza na amejenga na nyumba zote ni za kwake, lakini amedhulumiwa haki yake mpaka ilipofikia hapa. Mwisho wa siku leo wamekuja mabodyguard pamoja na madalali wa mahakama wamekuja kufanya fujo. Siku ya leo babangu alienda kwa dasi, ofisi ya dasi wa Kigamboni kwa dasi, alienda kuulizia vipi, mbona huku anatakiwa kubomolewa bila kuona kibali chochote cha kuvunjiwa. Aliporudi huko wakaja watu, walinikuta mimi na mama yangu, wakatuvamia, wakatoa vitu vyote. Kuna upotevu pia wa mali. Kuna vyeti vyangu mimi kuanzia shule ya msingi mpaka chuo vimepotea na sijui vilipo, vimetupwa. Kuna hati zangu mimi miliki za viwanja vyangu na ardhi zangu, mali zote zimepotea na pesa zangu zilikuwa za mshahara nimeweka ndani, zimepotea na mpaka dakika hii sijui. Babangu yupo katika hali mbaya, amezidiwa, yuko hospitali, hajapata haki yake mpaka dakika hii. Kwa miaka 25 yote, hata ingekuwaje ana haki yake, hawezi kutolewa kama mnyama. Hawezi kukaa na kujenga nyumba karibia 6 ndani ya miaka 25 bila makubaliano ya aina yoyote. Alikuwa wapi? Mmiliki anakaa Kariakoo. Huyo mtu anakaa Kariakoo, akai Mwanza wala Arusha, anakaa Kariakoo ndani ya miaka 25 mpaka babangu anajenga nyumba zote 6. Alikuwa wapi? Kaona Kigamboni sasa yeye eneo lake alishauza, akala pesa. Sasa hivi ameona Kigamboni imepanda thamani, anakuja kutaka kumtoa babangu. Hali yake ndio kama hiyo. Haki iko wapi? Kesi yake haijawahi kusikilizwa. Kila ilikuwa ikienda inatolewa. Kesi kila ikienda kusikilizwa inatolewa. Hajawahi kusikilizwa mpaka leo imefikia hapa. Tumevamia. Kwanza watu wamekuja, hakuna mjumbe, hawajaja na mjumbe. Amekuja dalali wa mahakama, amekuja mpambe wa huyo mtu ambaye ndio mara nyingi anamsimamia kesi. Huyo mtu afikaje mahakamani wala afikaje popote. Yeye anaagiza watu na kumwaga pesa anapotaka kwa sababu yeye ana uwezo na ana pesa. Yeye ana hela na ana pesa. Hajawahi kuonekana toka kesi zinaanza. Yeye afiki, na mpaka siku ya leo wamekuja madalali, wamekuja mabodyguard, wamekuja, hajaja mjumbe. Tumekuja sisi kuvamiwa, watu wajui, walikuja na polisi mmoja, mwisho wa siku wakaja jeshi la polisi kusimamia usalama na kuangalia mambo mengine mpaka imefikia hatua kama hiyo. Ombi langu mimi, baba yangu apate haki yake. Kwanza sheria ya ardhi ya Tanzania inasema mtu akimiliki eneo ardhi kwa miaka zaidi ya 25, huyo ni mmiliki tayari halali. Huyo mtu anaidai eneo lake alikuwa Tanzania Kariakoo, alikuwa wapi miaka yote?
kuna haki zake za msingi, hawezi akatolewa kama mnyama na wala hajawahi kusikilizwa. Hii kesi isikilizwe tena, kila mtu apate haki yake. Kama babangu ana haki yake apewe haki yake, na yeye kama ana haki yake apewe haki yake, ila hii kesi isikilizwe kwa haki, bila matabaka, bila unyonyaji wa aina yoyote. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba ulisikilize hili na ulifanyie kazi. Tunakuomba. Babangu hakuna baya alilofanya, baba wangu hakuna baya alilomfanyia. Waliishi kwa wema miaka yote, wakakabidhiana, wakaachiana miaka 25 mpaka kajenga nyumba zote. Sasa hivi anarudi anamdai tena eneo kwa sababu tu ya tamaa, kaliona limepanda thamani. Ni kukomoana, kuna mengi tu yalikuwa yanatokea. Mimi naitwa Feruzi Juma, ni mwakilishi wa mwenye eneo hili, sio mmiliki wa hili eneo. Mwenyewe kutokana na utu uzima na maradhi, mimi nimekuja hapa kushuhudia hili zoezi. Lakini ninavyojua mimi, huyu bwana mshtaki na mshtakiwa walikuwa ni mtu na mfanyakazi wake. Hili eneo lote lilikuwa la Mzee Kitwana Mohamed Abdulrahman, na bwana Idi Msabila alikuwa ni mfanyakazi wa Mzee Kitwana Mohamed Abdulrahman. Sasa katika kuuza toka India shamba, nadhani hawakuelewana, palikuwa na udhulumati, wakafikana mahakamani. Mahakama ndio imetoa maamuzi hayo, mahakama toka ya mwanzo mpaka mahakama kuu. Mzee Kitwana amepata haki yake kwa ile eneo lake, na utekelezaji ndio huu unaofanywa. Napojua mimi ni hapo tu, sina zaidi ninaloelewa.